Africans wanarejea kwenye ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League dhidi ya TRA. Mchezo uliomalizika walicheza dhidi ya klabu ya soka ya Azam FC sare tasa bila kufungana, ili wanyong'onyesha mashabiki wa Young Africans, kwa maana kuna haki. Wanalalamika, walisema ya kwamba wamenyimwa dakika za jioni mkwaju wa penalty ambayo Fortness Mandoza alimfanyia madhambi Prince Mpumelelo Dube. Nianzie hapa kabla ya kuelekea kwenye mchezo, na kwako pia niweze kusikia, ilikuwa ni dhahiri penalty kwa upande wa Young Africans. Kwa upande wako upande wako wewe unaangalia mpira? Unaangalia mpira? Mimi nilikuwa uwanjani. Ulikuwa uwanjani. Wewe ulivyoona ile tukio unasemaje? Ulivyoona ile tukio? Mimi kwa upande wako wewe. Kama yani zungumza kama tu mdau wa soka, sio shabiki, sio mwanachama. Sababu mimi nitazungumza kwa upande wangu, nitaonekana labda niko wrong, lakini wewe nafikiri utanipa jibu sahihi. Kwa upande wako ile tukio unalionaje? Basi tuanzie kwako. Kwangu mimi no doubt ile ni very clear penalty, kwa sababu umeona ile ambayo Fontos mama alimchallenge Dube haikuwa kwenye ile fair challenge. Ile ilikuwa ni foul too much. Kwa hiyo tunaendelea kustahimili mapungufu ya waamuzi wetu, kwa sababu kama hatuna ustahimilivu, kuna siku tutaingia uwanjani tutafanya maamuzi ambayo haistahili, yani hataki kwenye mpira. Lakini sisi tunaendelea kuwakumbusha tu wahusika wanaosimamia mpira waone namna gani ya kuboresha katika nyanja mbalimbali ya kusimamia mpira. Awekomoi Yanga, bali tunaharibu mpira moja kwa moja, kwa sababu Azam TV tuna imani ndio wao wamefanya mpira wetu sasa uwe na thamani. Ligi yetu of course imekuwa na thamani kubwa sana, kutoka namba ngapi huko mpaka namba 5, ligi namba 5. Kwa hiyo Azam TV wamechangia kwa sababu sana ligi yetu kuwa na ubora. Ubora wake maana yake ligi yetu inaonyeshwa mechi zote. Kwa hiyo watu wanafuatilia kile anachokuwa. Watu walikuwa hawajui mpira kabisa. Sheria za mpira walikuwa wasijui. Lakini sasa hivi mtu anajua offside, mtu anajua sasa hivi hii ni kona, anajua hii ni penalty. Kwa hiyo mbali na hiyo tunazungumzia pia ni kwamba waamuzi wetu wanakuwa wanafanya maamuzi ambayo pengine wanashinda kutafsiri, pengine ni wanatumika kwa namna moja au nyingine, lakini hatuwezi kwa hukumu moja kwa moja. Lakini kwa namna ambavyo tunafahamu Mheshimiwa Rais huyo anayesimamia mpira, TFF na bodi ya ligi waone namna gani ya kuboresha baadhi ya mapungufu ambayo yamejitokeza mara kwa mara. Hii iko siku tunasema, iko siku isiyojulikana. Kuna watu watachanganyikiwa, watagairi kabisa, hawatakuwa na subira. Hawatakuwa na subira kusubiri dakika 90 zimalizike. Wataingia uwanjani. Sasa hatutaki huko tufikie huko. Hatutaki tufikie huko. Nafikiri nembo ya Young Africans unaiona. Kuna mwanamume pale amekaa hivi. Tunaona nembo ya Yanga imekaa hivi ile. Kwa hiyo sisi tuna historia pia nzuri ya mchezo ule. Hatushindi kuchukua maamuzi yetu mkononi, ila tunaheshimu taratibu ambazo zimewekwa na sheria. Kwa hiyo tunawakumbusha wahusika, hicho kinachoendelea hawamkomoi Young Africans, wanaharibu mpira wa nchi yetu. Wanaharibu pia hata nguvu kubwa ambayo imewekezwa na Mzee Baresa kupitia Azam TV. Kwa hiyo sisi tunawakumbusha tu warekebishe mapungufu ambayo yamekuwa yanajirudia mara kwa mara. Wanazungumza na kusema kwamba mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Simba Sports Club walishawahi kufanyiwa mambo hayo, walikataliwa goli lao, lakini wakafunika kombe, mwanaharamu wakapita. Nyinyi mliwanyima Namungo clear penalty katika uwanja wao wa nyumbani. Leo hii mmenyimwa nyie penalty, mnalalamika kiasi. Ndio maana nikasema kwamba hapo awali kwamba inawezekana tuanze kukubaliana hapa kwanza. Inawezekana waamuzi. Subiri kwanza tuanze kukubaliana hapa. Mechi ya Namungo dhidi ya Young Africans ilikuwa ni clear penalty kwa upande wa Namungo. Sahihi. Ilikuwa ni clear penalty. Clear penalty. Young Africans akabebwa, watu wakafunika kombe, Yanga akaondoka na alama 3. Sasa ukisema Young Africans akabebwa unakosea, kwa sababu yale maamuzi ni maamuzi ya referee ambayo yamefanyika. Yaani maamuzi aliamua. Mapungufu ya maamuzi. Aliamua. Hatukutoa maelekezo kwa maamuzi. Ni faida alikuwa nayo Yanga. Lakini faida tumeto sisi. Kwa hiyo narudi tena. Ngoja kujibu sasa. Kimsingi wa hayo maamuzi ambayo yanatokea mara kwa mara, nikasema kwamba inawezekana kwamba waamuzi hawajui kutafsiri sheria 17 za mpira. Sawa? Inawezekana pia ni maelekezo pia.
Kwa hiyo hatujui wapo kwenye interest ipi hapo katika hizo option mbili, kwamba hawajui kutafsiri sheria 17 za mpira au wana maelekezo ambayo yanafanyika ndani ya dakika 90. Kwa hiyo sasa kwenye hicho tunazungumza, hakuna timu ambayo hainufaiki na mapungufu ya waamuzi. Yaani achilia tu watu wajue wanaona mapungufu ya waamuzi kwa sababu ya mechi za Simba, mechi za Yanga, mechi za Azam. Kuna mechi zingine watu waangaliagi huko. Shekhe, mimi nakwambiaje shehe, ukiangalia mechi zingine labda angalia mechi za Mtibwa, sio anacheza na Pamba. Angalia mechi labda anacheza na Mungu, anacheza sio na Dodoma Jiji. Shehe, maamuzi yanafanyika ni ya ajabu. Ushanifahamu? Watu wanatazama matokeo haya, wanatazama mapungufu ya marefali kwa sababu ya mechi kubwa hizi Simba, Yanga na Azam. Lakini nakwambia mapungufu ya waamuzi wetu, tizama mechi zote za ligi shekhe, utatamani kulia. Ndio maana nakwambia waamuzi hawa sio kwamba wanapewa, yani tuseme kwamba hizo timu labda wanatoa maelekezo timu, hapana. Ila kuna nyanja mbili. Wanaweza kuna maelekezo wanapewa huko juu na wasimamizi wao wa mpira kwamba leo fulani ashinde. Sababu sasa hivi kuna kamari sasa hivi zimeingia sasa hivi za kubeti. Kiongozi ana nafasi kubwa ambaye ya maamuzi kumshindia maamuzi bwana, leo na fulani ili mimi nashika mzigo wangu. Huwezi kujua. Lakini pia mwamuzi huyu anayopewa kuchezesha mchezo inaonekana pia hajadeserve yeye kuwa kutafsiri sheria 17 za mpira. Kwa hiyo hiki ambacho kinafanywa na Simba na Yanga kulalamika kuhusiana ya kwamba kwa mfano Young Africans analalamika kwamba alinyimwa penalty, lakini pia vile vile Simba naye pia analalamika goli ambalo alifunga Selemani Mwalimu katika dabi ya Kariakoo, dhahiri lilikuwa goli. Hiki ambacho anachokilalamika ni namna vile ambavyo wao uongozi na bodi ya ligi ndivyo wanavyoamua. Hatulalamiki kwa sababu ndo mpira. Namna ambavyo matokeo yanakuwa mara nyingi kishakuwa mabaya, hata lile kosa ambalo lilikuwa lilipekea upate ushindi utalizungumzia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo sisi tunapeleka message kwa husika, kwa bodi ya ligi na viongozi wakuu wanaosimamia mpira wafanye postmortem ya waamuzi, kwa sababu haiwezekani mwamuzi leo anafungiwa kwa mechi 6 au miezi miwili, alafu baadaye mwamuzi tena anamrudisha. Shekha, hiyo ni kunajisi mpira, kwa sababu huyu mwamuzi kama alichukua ila na timu pinzani ambayo ilinufaika na mapungufu yake, maana yake ndani miezi 6 ambayo anamfungia tayari ana mzigo wa kutosha mbali ishapewa, inamfanya yeye aishi vizuri ndani ya miezi 6. Lakini baada hapo ukishamrudisha tena katika nafasi yake ya kazi, bado ataendelea kufanya yale madudu yale. Waamuzi wafungiwe moja kwa moja, waondolewe kabisa leseni, wanyang'anywe leseni. Mimi nafikiri wakifungiwa waamuzi moja kwa moja, haya madudu hayatojirudia. Kwa mfano leo kuna mtu anaitwa Mohamed Mkono, sio nafikiri ni line 1. Tangu mimi niko na mtoto mpaka leo namsikia achezesha mpaka leo, na watu wanamlalamikia kila siku maamuzi yake. Still mecha juzi imeona Azam kafanya maamuzi ya hovyo kabisa. Unaua offside ambayo ilikuwa ni nani, nafikiri Max Nzengeli. Hata mtu ambaye hajui mpira leo sio offside, lakini maamuzi kasema offside. Kwa hiyo haya maamuzi yanayofanyika kwa wasimamizi wa mpira kuwafungia na kuwarudisha, hiyo nao pia inaita mashaka kidogo. Unajiuliza kwa nini maamuzi afungiwe miezi 6 arudi tena? Kama alinufaika na chochote kile ambacho kipata ndani ile mechi, kwa nini tena arudishwe? Maana afungiwe moja kwa moja afungiwe. Akishafungiwa maamuzi hao wengine watu warudi na kufanya makosa. Lakini huwezi kumfungia miezi 6 maamuzi unamfungia miezi 6 afu tutaenda baadaye unamrudisha. Hiyo haijakaa sawa. Tuzungumzie mchezo sasa unaofuata wa Young Africans dhidi ya TRA.